Je, wewe ni mfugaji wa nguruwe na unakumbana na changamoto za matatizo ya tumbo, kuhara au sumu kwenye chakula? Leo nakuletea tiba rahisi na ya asili ya bei nafuu kabisa, yaani mkaa. Mkaa tunaozungumza hapa ni ule wa kuni uliosagwa hadi kuwa unga, unaojulikana kama charcoal powder. Zipo faida kemkemu ambazo nguruwe wako watazipata pale ambapo utawazoeza kuwalisha chakula kilichochanganywa na charcoal powder au mkaa. Zifuatazo hizi ni baadhi ya faida ambazo nguruwe wako ataweza kuzipata pale ambapo utakuwa unamlisha chakula kilichochanganywa na charcoal powder. Jambo la kwanza, husaidia kusafisha tumbo. Hii hufanya nguruwe wako waweze kuwa na hamu ya kula chakula sana, kwa sababu huondoa sumu tumboni, lakini pia na bakteria wabaya walioko kwenye sumu. Nguruwe anapokula chakula ambacho kimechanganywa na mkaa, ule mkaa hufanyika kama antibiotic, lakini huwa unasaidia kwenye kusafisha uchafu na sumu ambazo zimerundikana ndani ya tumbo la nguruwe. Faida nyingine ambayo nguruwe wako watapata pale utakapowazoeza kuwalisha mkaa. Mkaa ni tiba ya kuharisha. Watoto wa nguruwe hasa huwa wanasumbuliwa na kuhara, na mara nyingi nguruwe wadogo wanapokuwa wakiharisha huwa ni rahisi sana kupoteza maji na hatimaye kufa. Tumezoea madawa kama vile sulfa ambayo unawapatia nguruwe kwa ajili ya kuzuia nguruwe wako wasiendelee kuharisha. Lakini leo hii ni tiba ambayo utaweza kuitumia na kupata faida bila kutumia gharama kubwa sana. Pale ambapo utakosa madawa ya dukani, basi utatumia mkaa, na mkaa umethibitishwa kuwa una uwezo mkubwa sana wa kumfanya nguruwe wako asiendelee na kuharisha. Faida nyingine ambayo utaipata pale ambapo utawazoeza nguruwe wako chakula ambacho kimechanganywa na mkaa. Mkaa huongeza hamu ya kula chakula. Mara nyingi nguruwe wanapokula chakula ambacho hakina virutubisho vya kutosha huwa wanadhoofika, na wakati mwingine wanapokuwa na minyoo huwa wanakosa hamu ya kula chakula. Mkaa unakwenda kuongeza hamu ya nguruwe kuweza kula chakula, hasa nguruwe wale ambao wamedhoofika. Kwa hiyo nguruwe ambao wamedhoofika ni vizuri ukachanganya chakula na mkaa, ili ule mkaa uende kuweza kuhamasisha nguruwe wako kuweza kula chakula vizuri, na hatimaye afya yake kurejea tena kuwa nzuri. Lakini usichokijua, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, mkaa huondoa harufu mbaya kwenye kinyesi, na hii hufanywa pale ambapo mkaa huondoa sumu tumboni. Kwa hiyo kinyesi cha nguruwe kinafanywa ambacho nguruwe anamezoea kula mkaa, huwa hakina harufu kali kama ile harufu ambayo umekuwa ukizoea. Na watu wengine wamekuwa wakiogopa kufuga kwa sababu tu wanajua nguruwe unapokuwa umefuga, basi kinyesi chake kinakuwa ni kikali kabisa, ambacho kinakuwa ni kero kwenye jamii, na wakati mwingine kero hata wewe mwenyewe ambaye unafuga. Kwa hiyo nguruwe ambayo unayezoeza kumpa mkaa, mara nyingi ile sumu inayoondoka tumboni inafanya kinyesi anachokunywa kisiweze kuwa na harufu ile kali. Mpenzi mtazamaji wa Nemi TV, zifuatazo sasa ni njia au namna ambavyo unaweza kutumia ili kuweza kumpa nguruwe wako faida. Jambo la kwanza, saga mkaa wako mpaka uwe unga laini kabisa. Changanya kijiko kimoja kikubwa cha unga wa mkaa ambao umeusaga kwenye chakula cha nguruwe mmoja. Kwa hiyo kama nguruwe mmoja unampa kilo 2 kwa siku, basi hakikisha zile kilo 2 umezichanganya na kijiko kimoja cha mkaa. Na kama nguruwe wako ni wadogo, basi unachanganya nusu kijiko kwa kila nguruwe mmoja ambaye utampa chakula. Wape angalau mara 2 hadi mara 3 kwa wiki, kila wanapoonyesha dalili za matatizo ya tumbo au matatizo ya kuhara. Tahadhari: tumia mkaa safi, usitumie mkaa ambao
tokana na mbao zilizopakwa rangi au mbao ambazo zina mafuta. Tumia mkaa ambao ni safi, mkaa ambao hauna changamoto yoyote ile ambayo inaweza kwenda kusababisha madhara kwa nguruwe wako. Baada ya kufika hapo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, bila shaka kuna kitu utakuwa umejifunza. Kama umekuwa ukikumbana na matatizo mbalimbali na wakati mwingine unakosa namna ya kuweza kuwatibu, basi usisite kutuandikia na kushare na sisi ili tuendelee kujifunza zaidi. Na kuletea makala hii si mwingine ni David Joseph wa Nemi TV.